na msemaji Malkia Wanyuki. Asante. Kwema kwanza? Kwema, nashukuru Mungu mwenyewe kwa Mambo yanakwenda, Tabora wanasemaje? Tuko salama, sisi tunaendelea na maandalizi kumaliza mechi zilizobakia. Ndio. Kuna sakata ambalo limekuwa likiendelea mpaka sasa likihusisha bodi ya ligi na Young Africans mpaka sasa kuhusiana, lakini pia na TFF jana limeibuka upande huo. Pengine wewe kama msemaji, lakini pia ambayo timu yako inashiriki ligi kuu, pengine ni taswira gani upande wako umeipokeaje hii? Pengine kama na nyinyi Tabora mpo kwenye ligi kuu, mnajifunza nini kuhusiana na sakata hili ambalo Young Africans wamekuwa nalo, limeleta gumzo kubwa sana upande wa soka upande wetu Tanzania? Mimi nafikiri sijajua exactly nini ambacho wanakihitaji kwa sababu sisi tunachoamini ni kwamba bodi ni chombo huru, TFF ni chombo huru na kimekuwa kifanya kazi yake vizuri. Nafikiri ni muda sasa TFF wapo kwenye hizo nafasi. Kwa maana TFF ni chombo ambacho kipo muda mrefu. Ndio. Isipokuwa watumishi wanakuwa wanabadilika, lakini tangu uongozi wa Rais Wallace Karia na wasaidizi wake kwa maana Wilfred Kidau ambao wamekuwa wakitumiwa hivi sasa. Ndio. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana ya Mzee Steven Mbuto. Ndio. Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kwa maana ya Almas Kasongo ni watu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa weledi kabisa na wamekuwa wakitenda haki. Sidhani kama wamekuwa wakionea timu yoyote. Kwa maana mtu akiwa akilalamika bodi ya ligi haitendi haki na wakati wewe ulikuwa unacheza ligi umechukua ubingwa mara 3 mfululizo. Ndio. Leo hii ukianza kuongea kama bodi ya ligi jiuzuru, TFF wajiuzuru, yani tunashindwa kukuelewa. Ndio. Kwa sababu wewe ulikuwa unachukua ubingwa, ulikuwa unachukua hiki na bodi hiyo ndio ilikuwa ikisimamia mechi. TFF hiyo ndio ambayo ilikuwa inasimamia michuano yote ambayo wewe ulikuwa unashiriki. Kwa hiyo leo pia ukianza kuzungumza kwamba bodi ya ligi wajiuzuru, TFF wajiuzuru, hatuchezi, hatufanye hivi, otherwise labda kuna kitu kingine nyuma pazia ambacho watu hawakifahamu, lakini kwa hiki ambacho wao wanachokizungumza kwenye public, ndio, sidhani kama kina mashiko hata kitu kimoja. Sijaona ndio hoja yao ya msingi hata, kwa sababu wanachotakiwa kufanya ni kuna ukamilisha ratiba ya kwenda kucheza mechi ambayo imepangwa, lakini pia kuna ukamilisha mechi ambazo zimesalia kwa maana ya kumaliza msimu wa 2024-2025. Lakini ukianza kuzungumza bodi wamefanya hivi, nafikiri ni kwanza wanawakosea, kwa sababu ni watu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa makini mkubwa. Ndio. Wamekuwa wakifanya kazi kwa weledi, kwa kufuata sheria na kanuni, wamekuwa wakifanya kazi kwa kuhakikisha kabisa kwamba ligi yetu inazidi kuwa bora zaidi na inazidi kushika hatamu nafasi nzuri. Mathalan mwaka huu msimu huu tuko katika nafasi ya 4 katika bara la Afrika. Kwa hiyo tunaamini msimu ujao tunaweza tukafika nafasi ya 3, ya 2. Na ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu bodi imekuwa ikifanya kazi yake vizuri. Ndio. Pengine tukimalizia na hili Christina, unadhani upande wa Yanga wao wanaamini kwamba wanaonewa peke yao, hasa kupitia kwa waamuzi wameainisha vitu kama hivyo? Upande wenu nyinyi kama Tabora United, vitu kama hivyo vimekuwa labda ni vya kawaida, ni vimeshawahi kuwatokea ama namna gani, vipi? Nafikiri si Tabora tuko msimu wa 2 sasa tunacheza ligi. Ndio. Msimu uliopita tulicheza playoff na tulinusurika kushuka daraja. Ndio. Na msimu huu tunapozungumza Tabora tuko nafasi ya 5. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya ambacho wanafanya. Nafikiri kwa sababu kadiri siku zinavyozidi kwenda, ndio, na changamoto pia zinazidi kupungua. Ndio. Nikwambia mfano wakati ndo naingia kwenye industry ya mpira. Baizeni nilikuwa kwenye mpira lakini nilikuwa kama shabiki. Kama mdau, lakini tangia nimeingia kwenye industry ya mpira kwamba sasa ni kama kiongozi, huu msimu wangu wa 6
kuanzia hivi sasa nazungumza. Ndio. Nafikiri vile ambavyo nilikuwa naona msimu wa 2019-20 ni tofauti na sasa hivi msimu wa 2024-2025. Ndio. Kwa hiyo ni sawa sawa hata wewe uko unajenga nyumba. Ndio. Au uko unajenga nyumba yako, nafikiri unaangalia hapa nataka kupata rekebisha. Ndio. Unarekebisha, mwisho wa siku nyumba inasimama, inakuwa imara, kila mtu anapita anaangalia hii nyumba ndio tulikuwa tunaiona wakati ule. Kwa hiyo ambacho wanakifanya bodi ya ligi na TFF ni kuhakikisha kwamba mpira wetu unakuwa imara, ligi yetu inazidi kuwa bora, na vilabu vinafanya au vinatimiza majukumu yake kwa haki. Ndio ambacho wanakifanya bodi. Kwa hiyo hakuna makosa ambayo wanayafanya. Na zaidi tunapaswa kuwapongeza kwa sababu ni kazi sana kuongoza mpira wetu Tanzania. Sisi wenyewe unaangalia kwenye klabu, yani sisi tu viongozi wa vilabu unaona kabisa kwamba ni changamoto na ni kazi kubwa. Ndio. Itakuwa hao ambao wanasimamia mpira mzima, wanasimamia mpira wote. Tunazungumzia ligi kuu, championship, first ligi, ligi ya wanawake, tunazungumzia Taifa Stars, yani tunazungumzia kila kitu ambacho TFF wanakisimamia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwatia moyo na kuwaunga mkono katika harakati zao wanazozifanya, katika mapambano yao wanayoyafanya. Na ni hicho tu, lakini mtu mmoja hawezi kusimama na kuanza kusema huyu hafanyi hivi, hapana. Kama Tabora sisi tunawaunga mkono kwenye ligi na TFF na tunawapongeza kwa kazi wanaofanya, na tutaendelea kuwasupport kwa ajili ya kupeleka mbele zaidi mpira wetu wa Tanzania. Okay, sawa. Kiufupi bodi ya ligi mnayo, TFF mnayo na mnatamba nayo. Sisi tunawapongeza, kusema ukweli tutazidi kuwasupport. Yaani hatujaona kibaya ambacho wao wanakifanya. Kikubwa ambacho wanakifanya wao, wanasimamia sheria na kanuni na taratibu za mpira wa miguu, na kila timu inatakiwa kufuata sheria na kanuni ambazo zimewekwa. Kwa maana sheria zimewekwa kwa maslahi ya umma. Sheria haijawekwa kwa maslahi ya mtu. Kwa hiyo sisi vilabu vyote tunatumia kanuni hizo hizo. Sawa, timu zote zinatumia kanuni hizo hizo ambazo wao wenzetu pia wanatakiwa kuzitumia na kuzifuata. Ndio. Haya, mimi nikushukuru sana Christina. Asante sana kwa ushirikiano wako. Haya, kazi njema. Bwana mtazamaji wetu, na huyo ni Christina Mwagala, msemaji wa Tabora United. Amefunguka kweli kweli kuhusiana na sakata hili ambalo limekuwa likiwakabili Young Africans. Wametoka upande wa ligi kuu, sasa wako TFF, ambapo mambo yote yamekuwa yakiwakabili wao. Tunaona Christina Mwagala akaona na yeye sasa achangie. Tulimsikia jana akizungumza, lakini pia sisi leo tukaona tuungane naye pia tuone mawazo yake ni yapi. Tumeyasikia mtazamaji wetu, bila shaka umesikia, na yeye amezungumza kama mdau wa soka, lakini pia msemaji wa Tabora United ambayo inashiriki ligi kuu, ambapo timu ya Young Africans wao waliweka wazi hawana imani na bodi ya ligi wala TFF, lakini ameendelea kusisitiza kwao kwamba yeye anaona wanatenda haki. Haoni sehemu ambayo wamekosea. Hivyo watu wanatakiwa kufata kanuni na sheria ambazo zimewekwa na watu ambao wanaongoza mpira, lakini pia kuwaunga mkono kwa namna moja ama nyingine, lakini sio kuonyesha upinzani ambao upo. Bilali, pengine una la kuongezea hapo kuhusiana kuongezea kuhusiana na kile ambacho amekizungumza msemaji wa Tabora United? Nimemuelewa vizuri na lakini pia hajatoka nje ya point ambazo tulitoka kumsikiliza muda mfupi, lakini pia nimpongeze kwa sababu ni mtu ambaye wa mpira sana, kwamba kuzungumza, na umesikia ana muda mrefu, miaka 6, so far so good, ni muda mrefu sana. Ukiangalia ni kuna namna moja ama nyingine, yani unaona maendeleo yanayoendelea hata kwenye klabu yake. Unaona ni klabu ambayo mpaka saa hizi kutokana na zile hamasa zake unaona ameipambania. Kwa hiyo mimi imepanda daraja na ikacheza playoff, safari imejihakikishia mapema kabisa nafasi ya 5, uone kama anaweza akashuka. Kwa hiyo ni kutokana na zile hamasa zake. Kwa hiyo ukiangalia, ukichukua hamasa lakini pia ukaangalia kile anachokizungumza, ukakisikiliza vizuri, unajua kabisa ni mtu wa mchezo.